posho, kugawana. Siku hizi unasikia waziri mkuu anazunguka, si ndio? Mmemsikia Mwiguru Nchemba anazunguka. Na juzi nilisema hili, wakasema huyu anasema waziri mkuu anazunguka. Waziri mkuu anazunguka eti watu wanaleta matatizo. Mtu anamwambia mimi nimeachwa na mume wangu. Kwa hiyo amekuachaje? Mimi si nilikuwa na mwenzi wangu ameniacha. Kuna ujinga kwenye nchi hii ambao haujawahi kutokea kwingine kokote kwenye dunia hii. Yaani waziri mkuu anasuluhisha mambo ya ndoa. Kwenye kila wilaya kuna afisa ustawi wa jamii. Uongo kweli? Kama afisa ustawi wa jamii ameshindwa kufanya kazi ya kusuluhisha ndoa, askari hao wana kitu kinaitwa dawati la jinsia. Mamangu wewe askari, si mna dawati la jinsia nyie? Kila wilaya lipo. Au unasema uongo bwana bosi? Si mnalo hilo? Sasa waziri mkuu anasuluhisha ndoa, si mtu amepigwa mimba. Hizo ndio fedha ambazo zingepengewa mafuta. Waziri mkuu anakuja na magari 30, mle ndani kuna maafisa kibao wanalipwa posho, wameweka mafuta, wanalala hoteli, anakuja kusikiliza ndoa. Na wanafanya hivi kwa nini ndugu zangu? Kwa sababu hawana mradi hata mmoja wa kwenda kuzindua. Zamani waziri mkuu utamwona anazindua barabara, na hiyo hata sio kazi yake, lakini walau amekwenda kuzindua jengo. Leo waziri mkuu anazindua ndoa. Tuna nchi hapa. Alafu anakuja hapa anambia CCM juu zaidi. Huko juu wanafanya nini huko? Huko anakaa Mungu. Hapa ndio kuna shida hapa chini hapa. Watu hawana maji, watu hawana barabara, wao wanaenda juu kufuata nini? Jioni kama saizi wanakuimbieni eti sasa kumekucha. Kumekucha saizi saa 12 jioni. Na unakuta na mtu amepewa t-shirt kamechorwa Samia. Jogoo limeisha wika Dodoma. Useless. Ujinga mtupu. Ujinga mtupu. Na tukiendelea hivi tutachukua miaka 1000 chini ya hao watu. Wanawapa watoto wenu elimu matope tu. Hii kusini, Lindi na Mtwara. Kwanza nchi hii tuliambiwa wakati wa kutafuta ukoloni, kuondoa wakoloni, tunataka tuwaondoe wakoloni wazungu, sio kwa sababu ya rangi ya ngozi zao, alituambia mwalimu. Tuwaondoe kwa sababu wameshindwa kuwaondolea Watanzania ujinga, umaskini na maradhi. Mambo mangapi ndio yaliyosababisha tuondoe wakoloni? Na tulipowaondoa, mwalimu akasema ili nchi hii iendelee inahitaji mambo manne. Inahitaji watu, inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Watu tunao milioni 65. Sisi ni nchi karibia ya 4 kwa kuwa na watu wengi Afrika. Na kwenye Afrika Mashariki hakuna nchi inatufikia wingi wa watu. Ardhi tunayo kilomita za mraba 945,000. Ukichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukizichanganya pamoja zina kilomita za mraba 890,000. Sisi peke yetu nimewambia ngapi? 945. Kwa hizo nchi 4 zinaingia Tanzania mara moja na kubaki chenji. Sisi ni nchi pekee duniani inayozalisha madini yanaitwa Tanzanite. Hakuna nchi nyingine. Mbuga yenu ya Seru hii mnayolalamika kuhusu tembo ni mbuga kubwa namba 1 kwenye dunia nzima. Hakuna mbuga nyingine ya kulinganisha nayo. Ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ni nchi yenye ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria. Ni nchi yenye ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Tanganyika. Ni nchi yenye mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani. Ni nchi ambayo ina madini ya makaa ya mawe. Ukienda Masasi pale, maroli, hawa mjai kwenda Masasi pale
kwenye kale ka barabara muone yanapita kwenda bandarini. Ni nchi ambayo tuna bandari, tunazungukwa na nchi 7 landlocked: Zambia, Kongo, Malawi, Uganda, Rwanda, Burundi na Ethiopia, Sudani, zote. Ili mtu aendeshe gari Kongo, inapita kwenye maji yenu ya bahari. Ili asafirishe mzigo wake kutoka Kongo uende Ulaya, inapita kwenye. Mungu amekupa maji, wewe ni kujenga gati ukae pale, fedha zinaingia bure, maji hayaishi kesho wala leo. Na hiyo nayo Samia Suluhu Hassan eti hawezi kuiendesha, amewapa Waarabu. Yani hiyo bandari alijenga Mwalimu. Ile bandari ukisikia ni kama stendi ambapo meli zinasimama, zinakulipa wewe pesa. Alijenga kwanza, kabla ya Mwalimu walijenga wazungu kusafirisha mizigo yao. Mwalimu akaiendeleza, akaja Mkapa akaiendeleza, Kikwete akaiendeleza, Magufuli aliendeleza zaidi. Sisi tulibishana Magufuli sana kwenye masuala ya demokrasia, na haya tunayopitia ni kwa sababu yake. Partly tulisumbuana sana, lakini aliendeleza ile bandari, akanunua mitambo mipya. Mwaka 61 tunapata uhuru, tuko milioni 8. Waarabu wa Dubai wako 70,000. Sisi milioni 8, wao 70,000. Leo wako milioni 3, tuko 65 milioni. Kwamba sisi nyie wote mnazaa ndondocha tupu. Hakuna anayeweza kuendesha bandari, tumempa Mwarabu, wao wako milioni 3 watuendeshe. Tukisema haya, hawa watu wabaya wanatutukana, tutiwe ndani, tuumizwe. Na nyie mnakaa kimya tunavyoumizwa, mnatukatisha tamaa. Mkiona Chadema imerudi nyuma, haki ya Mungu nawaambia watawauzeni hao watu. Siku mkiona Chadema imeweka silaha chini, imenyamaza, mmeisha. Nawaambieni ukweli, mmeisha. Watauza mpaka wake zenu. Kwa sababu mnacheka hapa, mnacheka. Hii dunia hii, kuna nchi kubwa za viwanda. Mkiona hayo makaa ya mawe yanapita hapa, yanaenda kuzalisha umeme, kuyeyusha chuma. Kuna nchi kubwa ambazo zina chuma, zina viwanda vya magari, automobiles, vinazalisha hewa kubwa ya ukaa, vinachafua ozone layer huko mbinguni. Kwa hiyo vimelazimishwa, hizo nchi zimelazimishwa kulipa kodi kwenye mataifa yanayozalisha oksijeni kwa wingi. Tanzania imefuzu kwa sababu ina misitu mingi. Seru, mbuga za wanyama Serengeti, tu wapi, tuna misitu mingi duniani hapa. Kwa hiyo tunazalisha hewa nyingi ambayo ni oksijeni. Sasa sisi tunapaswa kulipa hizo fedha kwa sababu tunazalisha oksijeni. Mnajua nani anachukua hizo fedha kwa niaba yetu? Serikali ya Omani imepewa mkataba, yenyewe ndio inakusanya kwa niaba ya Watanzania. Sasa wanashindwa nini kuwauzeni nyie kama unacheka? Hawa watu wasio na huruma. Hebu fikiria hivi, nyie watu wa kusini hapa, mna gesi futi za ujazo trilioni 54.5. Mnalima korosho. Korosho ndio zao ambalo linazalisha fedha nyingi kuliko zao lolote, hata kuliko dhahabu wanayouza kwenye nchi hii. Mwaka jana imeingiza trilioni 1.4, na hiyo ni kidogo sana kwa sababu ya ujinga wao. Lakini nyie mnalima korosho. Miaka ya 70, mwaka 1970, Vietnam walikuja kujifunza kilimo cha korosho hapa. Wakati ule Tanzania ilikopa pesa Tanganyika kutoka World Bank, ikajenga viwanda vya kubangua na kutengeneza korosho na mazao yanayotokana na korosho, viwanda 12 hapa maeneo ya kwenu. Tulikuwa na uwezo wa kubangua karibia tani 120,000 miaka ya 70. Vile viwanda vikaja vikauawa, vilipouawa vikabinafsishwa, vimebinafsishwa, vikageuka kuwa magara. Leo ndio magara ya vyama vya ushirika. Uongo kweli? Sasa wewe unalima korosho na kuna zimwi hapa, kuna kikundi cha wahuni hapa vinaitwa vyama vya ushirika. Hapa kwenu kipo kinaitwa Runara, si Runali. Kupe. Unafahamu kupe? Nyie watu wa huku hamfugi ng'ombe, sisi tunafuga ng'ombe. Kuna mdudu anaitwa kupe, ananing'inia kwenye ngozi ya ng'ombe, anaamini ng'ombe ni mali yake. Wewe mchungaji una ng'ombe wako, yeye kupe anaamini ni wa kwake, ananyonya damu. Unamuuza ng'ombe, unapeleka mnadani, kupe yuko pale pale. Ukifika mnadani unamuuza, anaenda anachinjwa, kupe amening'inia pale.
ngozi ikianza kukauka damu ndio kupe anashtuka, kumbe hali mbaya. Ndio chama kama hiki Runara, sio kinaitwa nini? Runali. Sasa mkulima unalima zao la korosho au ufuta, kwenye kila kilo moja wanachukua shilingi 1200. Sasa mnielewe, na nataka hapa tena niingie darasani niwafundishe. Hapa chini, shehe, wewe unatoka Zanzibar, chini kabisa kuna kitu kinaitwa chama cha msingi au AMCOS. Ukija juu unakuta chama cha ushirika, alafu kuna bodi ya korosho, alafu baada ya bodi ya korosho kuna kitu wameanzishwa kinaitwa, ngoja leta simu yangu bwana, nani na simu yangu? Kuna kitu kipya, sio kama hata mmeisha kijua hapa, nilikuwa namuuliza mbunge wangu Mahadhi kama anakijua. Kuna kitu kinaitwa KCJE, kinaitwa Korosho Cooperative Joint Enterprise. Hako nako kamekuja juu ya bodi ya korosho. Pale pembeni kuna kitu kinaitwa TARI, kuna kitu kinaitwa Nariendere, wale waenderezaji sio nini. Wote ukilima kilo moja ya korosho wanaweka pale shilingi 2, wengine wanaweka 25. Kwa mfano bodi ya korosho wanachukua shilingi 25 kwa kila kilo ya korosho. Sasa wewe ukichukua shilingi 25, mama yangu, hii ndogo tu 25 Lakini ukiwa na kilo 10 ni shilingi 250. Ukiwa na kilo 100 shilingi 2500. Ukiwa na kilo 1000 shilingi 250,000. Kwa hivyo kwa ile kidogo, kwa hiyo bodi ya korosho inachukua shilingi 25 kwa kilo. Ukichukua korosho zote zilizozalishwa, kwa mfano mwaka jana wamezalisha tani 430. Ukichukua tani 430 ukipiga mara 25 ni bilioni 10.7. Hiyo wamechukua bodi ya korosho tu. Wako pale Mtwara mjini, wako kwenye jumba la AC, wanalipana mishahara, wanaendesha magari mazuri. Wamewahi kuwaletea nyie madawa? Wamewahi kuwaleteeni madawa? Wamewaleteeni mbegu? Wamewaletea magunia? Wewe ulime mwenyewe, mtoto wako upalilie, upige salfa, ufanye nini, uvune, ukipeleka tu wamechukua 25 kwenye kila kilo moja. TARI anachukua shilingi 25. Sijui Nariendere 25. Sasa kwenye kuuza, wacha niwasomee. Yaani nchi hii, na ndio maana hawataki watu kama sisi tuje hapa leo. Jamaa yenu anaitwa Liwaka ameniandikia, bana nasikia unaenda huko bana mdogo. Nikamwambia mimi nitakuburuza vile vile kama sikujui. Kwa sababu kwanza hajachaguliwa. Uongo kweli? Kachaguliwa yule. Hapa kuna kitu kinaitwa ubora wa maghara. Hii kwanza wanachukua kodi mara 2. Kuna kitu wanachukua kwa mnunuzi yule anayenunua kwenu, na kuna ile wanachukua moja kwa moja kwa wakulima, kuanzia kwenye vyama vya msingi shilingi 100, kenda kwenye AMCOS 65, vyama vya msingi 65. Kwa mfano, mnielewe vizuri hapa, mnunuzi anayenunua kwenu, kwanza nyie mnakusanya korosho, mnawapa vyama vya msingi, hawapi hata 100. Wao chama cha msingi wanapelekea chama kikuu cha ushirika, wao ndio wanauza. Yani mali yako anakuuzia mtu mwingine. Kwa kama wewe ulipeleka wa kwanza bei ikiwa 2600, yeye siku akikulipa hata akikwambia niliuza 2200, wewe uliona? Lazima ukubaliane naye. Nasema uongo? Sasa nikisema hawa kupe nakosea? Kama ni watu wema, kwa nini wasiwatengenezee mazingira? Na kwa nini kisiwepo chama kimoja tu? Kama ni chama cha ushirika ndio mwe mnashirikiana nacho, alafu chenyewe kiwe facilitator tu, kikuletee mnunuzi, wewe uende na mzigo wako uuze moja kwa moja. Ndio maana watu wengine wanaamua wanawapa Kangomba. Kangomba asifanye, kwa sababu watu hataki kuibiwa. Anasema bora nimpe huyu ajitajirishe kuliko wahuni ambao wanakaa pale wanaitwa chama cha ushirika, sio chama cha nini.
Na mwaka jana niliwasema wakanitukana. Mimi nawasema tuko sana, nasema ukweli. Kama wanabicha waende mahakamani wanishtaki waone.